is Crystal. And we still believe the Lord is blessing you and speaking into your life. This morning, I want to share from the word of God in John chapter number 11. Let us read from the verse 38. Hallelujah. John chapter number 11, from verse number 38. So let us go there in the name of Jesus. John, the Gospel of John, chapter number 11, verse number 38, up to verse number 40. Hallelujah. Praise Jesus. And the Bible says, I will read in English. The Bible says, and Jesus therefore, again groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Jesus said, take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he has been dead 4 days. Verse 40, Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wilt believe, thou shouldest see the glory of God. Hallelujah. Hapa tunamwona Yesu akikaribia kaburi ya Lazaro, ambaye alikuwa amewaambia ya kwamba hajakufa, lakini amelala usingizi. Na hizi ni siku 4 baada ya Lazaro kukufa na kuzikwa. Na Yesu anawauliza, mumemulaza wapi? Lakini walikuwa wakimuomboleza wakisema, kama ungekuja zamani, kama ungefika mapema, ndugu yetu Lazaro hangefariki. Hallelujah. Lakini Yesu akawakumbusha na akawauliza swali hili, ya kwamba I told you, did I not tell you, that if you believe, you shall see the glory of God. Hallelujah. Oh, Bwana Yesu apewe sifa. If you can only believe, oh, hallelujah, then you will be able to see. Praise the name of the living God. We don't see first and then we believe, but we believe first and then we are able to see. Hallelujah. And Abambia, if you believe, you will see that which you are not able to see now. If you can believe God, you will begin to see it manifesting in your life. That job that you cannot see today, if only you can believe God, you will be able to see that job happening. That grace and glory that you cannot see today, hallelujah, which your parents cannot make you see today, if you believe God, you can be able to see it happening in your life. Anawaeleza vizuri ya kwamba if only you will believe, then you will be able to see the glory. You will be able to see the power. You will be able to see the anointing. You will see the favor of God upon your life, but only you must believe. Somebody say hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. I want to speak to us today about believing. What I need today is not a lot of money, but faith in God. What I need today is not a lot of people cheering me away or along the way, but faith in God. Hallelujah. What I need today and what you need, my brother and my sister, is not many certificates or many degrees, but faith in God. Faith in God can change your life. Faith in God can change your circumstances. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Faith in God is what God has given us to change our situation. Hallelujah. Na sijasema usiende shule, sijasema usisome. Hallelujah. Wewe soma tu, lakini hata kama hauna makaratasi, faith in God can transform your story. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeona wamama kama Hana ambayo kidaktari na kimedical hawangezaa, but their faith in God ilifungua uzazi wao. Hallelujah. Faith in God can remove a mountain. Yesu akasema hivi ya kwamba if you have got a faith as small as a mustard seed, thou shall speak to this mountain, be thou removed and be cast into the sea, and it shall be done according to your speaking. Hallelujah. Faith in God. Yesu akawauliza, akamwambia,
if only you will believe, you will see the glory of God. Somebody say hallelujah. Huyu kijana Gehazi, maandiko yanasema wakiwa na Elisha wakaona wamezungukwa na majeshi wengi sana wa Asiria, lakini kwa sababu Gehazi hakuwa na imani akaanza kuogopa, na akimwambia mtumishi wa Mungu Elisha, ole wetu, tutaangamia maana tumezungukwa na majeshi wengi. Lakini maandiko yanasema hivi, ikiwa Gehazi macho yako yatafunguka na uone katika ulimwengu wa kiroho majeshi ya Mungu ambayo yako upande wetu, haungeanza kuogopa. Hallelujah. Oh, praise the name of the living God. Na Elisha akamwomba Mungu, akamwambia fungua macho ya Gehazi. Nasema hivi, imani katika Bwana inafungua macho yetu. Imani katika Bwana inafungua macho yako, unaona kile ambacho Jehova anaweza kufanya. Imani katika Mungu inafungua hata macho yako, ukaona kile ambacho uko nacho unaweza tumia na ufike ngambo ya pili. Imani katika Mungu inakuchangamsha, inainua imani ndani yako, na unasema if God be for us, I can do it myself. Hallelujah. Elisha akamwomba Bwana, akamwambia Mungu, fungua macho ya Gehazi akaone ya kwamba kuna majeshi wengi ambao wako juu ya milima, hawaonekani na macho ya kiasili, lakini kuna majeshi ya malaika ambao wako upande wetu. Na maandiko inasema Elisha alipoomba Gehazi, macho yake yakafunguliwa na akaona utele na wingi wa malaika ambao walikuwa upande wao. Hawangeonekana kwa macho ya kiasili, lakini kwa macho ambayo ni ya kiroho walionekana. Hallelujah. They are there. The Bible says, if God be for us, who can be against us? Now I tell you today, hata malaika wa Mungu wako upande wetu, wanatutetea, lakini lazima macho yetu ya kiroho yafunguliwe. Yatafunguliwa na nini? Imani katika Bwana. Sema hallelujah. Praise the name of the living God. Tusonge mbele, niseme hivi, believing is seeing. Hallelujah. Believing is seeing. In other words, when you begin to believe, you begin to see. Hallelujah. Kuna watu ambao hawajaona milango ya baraka na uwezo na ushindi kwa sababu moja tu, bado hawajamwamini Bwana. Hallelujah. Hawajaona milango ambayo inaweza fanyika, because God, he makes his way where there seemeth to be no way. Hallelujah. Anafungua milango ambapo watu wanaona kana kwamba hakuna, lakini imani katika Bwana, when you begin to believe, you begin to see what other people cannot see. Hallelujah. Hey, praise the name of the living God. Watu wangeona utawala katika Daudi, watu wangeona ukuu katika Jefta, watu wangeona uweza katika watu ambao walionekana wadogo, lakini imani katika Bwana inafungua macho yako, and you see potential and possibility in the people that you thought are good for nothing. Hallelujah. Wapendwa, kuna watu zamani walitukataa, kuna watu zamani walitudharau, maana walituangalia nje, hawangeweza kuona ndani. Macho yao ya kiroho ilikuwa bado imepofuka, hawangeweza kuona neema ya Bwana ambayo ingeshuka juu yetu baadaye. Hata leo ukiamini Bwana, macho yako inafunguliwa. Somebody say hallelujah. Mungu akamwita Abraham, akamwambia toka katika hema yako, na akamwambia Abraham, nataka nikushangaze. Akamwambia inua macho yako na uangalie nyota wa angani, hesabu kama unaweza. Akampeleka pia katika ufuo wa bahari, akamwambia hesabu changarawe na uone kana kwamba unaweza. Alimwambia fungua macho yako. Hallelujah. Na akamwambia hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Hallelujah. He told him open your eyes, look and see. Hallelujah. Na Mungu akamwambia Joshua, as far as your eyes have seen. Hallelujah. Hata Abrahamu akaelezwa walipotengana na Lutu, Mungu akamwambia Abrahamu, sasa inua macho yako na uangalie. Na Mungu akamwambia hivi, as far as your eyes can see, there have I given you. Hallelujah. When you were able to see, then you can possess the land. So say amen. Na ndio maana Musa akaleta Israeli katika boundary ya Kanaana, na akamwambia angalia,
Semeni amen. Akamwambia, tazama jinsi ambavyo unaviona. Haleluya. Jinsi ambavyo unaona katika ulimwengu wa kiroho, jinsi ambavyo unatazama ndani ya moyo wako na unaangalia katika Mungu, hivyo ndivyo ambavyo utakavyopokea. Haleluya. Somebody say hallelujah. Praise the name of the living God. Can I proceed as I finish? I want to finish very quickly. Hallelujah. You only see according to how you believe. Tuseme amen. Watu huona mambo kadiri ambavyo wameamini. Ukiamini ya kwamba Bwana hawezi, utaona hali zako ya kwamba haziwezekani. People see according to the way they believe. Na ndio maana tulikuwa na spies wametumwa kwenda kuangalia nchi ya Canaan. They were about 40 of them. Lakini kikundi kimoja waliona tofauti. Wakaona ya kwamba kuna majitu, wakaona kuna maanaki, wakaona haiwezekani. Lakini Caleb na Joshua wakasema hapana, tunaweza kumiliki nchi ya Kanaani, ya kwamba Bwana akuna nguvu ya kututwalia Kanaani. You only see your situations according to how you believe God. Somebody say hallelujah. And that is why faith in God is critical. How you have your faith in God determines everything in your life. Somebody say hallelujah. Wapendwa, watu wataona mazingara yao jinsi ambavyo wamemwamini Bwana. Ukiamini ya kwamba Bwana anaweza, hautastuka, hautaogofya na corona, hautaogofya na maadui, hautaogopa hata ukifutwa kazi. Utasema when they close one door, Jehovah shall open another one. I have faith in God. Somebody say amen. Hey, praise the name of the living God. Hata ukiwachwa kijana, unataka kuoa, dada amekuacha, hautachukua kamba ujinyonge. Utasema ya kwamba hata wakiondoka, Jehova atafungua mlango mwingine. Daudi akasema hivi ya kwamba if my father and father forsake me, Jehovah he shall receive me. Hallelujah. Faith in God determines how you respond to your situations. I'm telling you. It is not about your lifestyle. It's not about your degrees. It's not about who you know, which church you go to. It's not about the pastor that prays for you. It is your faith in God that will determine how you respond to the crisis around your life. Somebody say hallelujah. So pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Wakiwa wanatembea pamoja, sikiliza hii. Elia na Elisha wametoka Gilgal, wanaenda Jericho, wameteremuka, wameenda mpaka Bethel, hatimaye wanaelekea Jordan. Na huyu Elia akaona kwamba huyu kijana Elisha kuna kitu anataka. Na Elia akamuuliza Elisha, what do you want from me? Elisha akamjibu, ninatamani upako ulio juu yako ukashuka juu yangu maradufu. Hallelujah. Lakini Elia alikamwambia Elisha, if you see me going up, if you see me being taken away from you, then you shall receive. What you have asked is a difficult thing, but if you can only see me being taken away, then you shall receive. In other words, seeing is the key for receiving. Seeing in the spirit, and you can only see by faith. You see if your faith has been activated, you can begin to see. Hallelujah. Na ndio maana walipovuka Jordan, maandiko inasema chariots na mafarasi ya moto yakatokelezea kutoka juu na ikawatenganisha Elia na Elisha. Akaanza kupaa, na Elisha akiona akienda akakumbuka, I was told if I see him go I shall receive. Na ninamuona ndio huyu anapaa, akalia akisema, baba yangu, baba yangu, mafarasi na magari ya moto. Hapo hapo ile manto ikawachiliwa na akaishika, akachukua ikawa yake. Why? He had spiritual eyes to see what had been promised to him. Somebody say hallelujah. Sikiliza hii. Faith in God and in God's words activates your spiritual faculties. Hallelujah. Unapoamini Mungu na kuamini neno lake, kuna faculties, kuna viungo vya kiroho ndani yako ambavyo vinatiwa nguvu na vinaamushwa. Hallelujah. Unaanza kuona katika ulimwengu wa kiroho, unaanza kusikia katika ulimwengu wa kiroho. Hallelujah. Tuseme amen mzuri. They are there. There is only faith that is going to activate them. Ya kwamba I feel the Lord speaking to me. I see what God is about to do. Hallelujah.
huyo ni mtu ambaye viungo vyake vya kiroho vimekuwa activated. And how are they activated? Not by prophecy, not by laying of hands, but by faith in God. Zinaanza kufunguliwa. Unaanza kuhisi uwezo wa Mungu, unaanza kuhisi uwepo wa Mungu, unaanza kuhisi ya kwamba tunaweza kuwa hatuwezi, lakini Jehova anaweza. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Can I proceed? I'm about to finish. Faith changes our confession. Hallelujah. Tuseme amen mzuri. Nasema tena, imani inabadilisha maungamo yetu. It changes our language and our conversation. Hallelujah. Mtu ambaye ako na imani katika Bwana, lugha yake anaongea ni tofauti. Hallelujah. When you have faith in God, kama Caleb na Joshua, wakati watu wengine wanasema kwamba la hasha, wanasema yes we can. Hey, are you hearing what I'm saying? Wakati watu wengine wanasema kwamba tunaweza jengea Mungu nyumba, hekalu ya dhamana, na tuko wachache kiasi hii, watu wa imani wanasema yes we can. Somebody say hallelujah. Praise the Lord. Sitasahau hiyo majira tukiwa kule katika kanisa ya Mabapti, nikaita viongozi na wengine wakaniambia, pastor, tunataka kununua kiwanja ya 1 million, hatuwezi, atuangalie, sisi ni wachache, biashara zetu ni zile ndogo ndogo. Nikamwambia, potelea mbali, I have faith in God. Somebody say hallelujah. When you have faith in God, watu wakiongea kinyume, unaongea positively. Watu wakiongea haiwezekani, unasema inawezekana. Watu wakisema tumefika mwisho, unasema this is the beginning of the hand of God. Hallelujah. Faith in God changes your language, your conversation and your confession. Hautaongea kushindwa. Maandiko inasema, let the poor say I am richer, and let the sick say that I am healed. Hallelujah. Faith in God changes your confession. Hautaongea kinyume. Mbona unaongea kinyume? Ni imani hauna. That is why you are speaking that way. Naona mkishindwa. Naona mtamake. Hii ndoa sioni kienda mbali. Sioni mkienda mbali. Shut up and get the faith of God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Can you continue? Faith creates and determines your expectation. Unasikia hiyo maneno? Faith creates and determines your expectation. What are you expecting from God? What are you expecting tomorrow to bring to your life? But faith itaamua kile ambacho unatarajia. My God, mtu ambaye ako na imani anasema, natarajia kuona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mtu alio na imani anasema, sitatembea na miguu milele. One day Jehovah will give me a good vehicle. Mtu mwenye imani anasema, leo nimekaa katika nyumba za kukodisha, but one day I know my God will make a way. I will have my own house. Your faith determines your expectation. Can you read this scripture as we move towards summing up this? Psalms chapter number 27, verse number 13 and 14. Hallelujah. Kanisa Bwana pepe sifa. Hallelujah. Your faith in God or lack of it will determine your expectation, your hope. What are you waiting for? Because faith is a hope. Sema amen. Faith iko na matarajio yake. Faith iko na matumainio yake, na ndio maana tunaendelea. Hata kana kwamba leo hatujafika, bado tunaendelea. Hata kama leo tumekwazika, bado tunaendelea. Hata kama leo kuna watu wametuacha, imani yetu inatuambia endelea. Hata kama leo kuna watu ambao wameongea kinyume nasi mambo ya uongo, bado tunaendelea. We are not fainting. Hallelujah. Psalms 27 verse 13. The Bible says, huyu Daudi anaongea maneno mazuri sana. Anasema, I could have fainted, but I believed to see. When you believe, you see. Hallelujah. I could have fainted, but I believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. I could have fainted. Maana maandiko yanasema hata simba wanakosa chakula, hata vijana wanachoka, lakini yule ambaye ameweka tumaini yake katika Bwana ataendelea mbele. Somebody say hallelujah. Faith in God determines your expectation. Hallelujah. Ina determine matarajio yako, kile ambacho unangojea kesho, ya kwamba I believe tomorrow shall be better in my life than today. That is my faith.
What is your faith? Hallelujah. Somebody say amen. I'm moving on. Hallelujah. Praise the name of the living God. Sikiliza hii. It's only faith in God that makes people to adjust their lives and their behavior. It is only faith in God which will make people to change their behavior. People will never change until they have faith that God has something good for them. Oh my God. People will never change until they believe that God is preparing something good for me. People will never change until they believe that God has a good plan for me. And God is not a man to lie. God is faithful. God is just. He shall perform his word. Hautabadilika until uamini ya kwamba Bwana ana mpango mwema maishani mwangu. Ndio maana tumewacha usherati, tumewacha changana kangara, tumewacha biraa, tumewacha kiburi, tumewacha majivuno, tumewacha kuongea vibaya. Tumejitakaza kwa sababu gani? I have faith God is doing something for me. Hallelujah. Lakini kama hauna imani kwa kwamba Bwana anapanga mpango mwema kwako, utajiuliza, why should I change my life? Why should I bother? Na ndio maana mtu ambaye hajabadilika, shida yake sio kwamba shetani amemsumbua sana, ni kuamini hajaamini Mungu vizuri. I'm telling you. Si kwamba kwao shetani ndio wengi. Shetani ako kila mahali. Sikiliza vizuri sana. Ni kuamini hajaamini Mungu vizuri. Hajaamini ahadi ya Bwana vizuri. Hajaamini uwezo wa Mungu vizuri. Hajaamini maandiko vizuri. Si useme amen. Ndio maana anaona kana kwamba, why should I waste my time? Why should I bother? What if I change myself all this way at this course and nothing happens? Hiyo ni shaka. Hajaamini Mungu. But when do you believe God? That Lord has got a good plan for my life. The Lord is taking me far. The Lord is working for me even when I don't see him. The Lord is rolling out a red carpet for my life. The Lord is in charge of my life, not my enemies or my friends. The Lord is working for me. Then you begin to change your life. Unaanza kubadilika tu. Unaona mtu anawacha changaa, mtu anawacha kiburi, mtu anawacha madharao, mtu anaanza kupigana na watu, anaanza kunyenyekea. Unaona kijana mzuri na mwanamke mzuri anatokelezea kutoka kwa mavumbi, anatoka kwa mavazi ya kiburi na maringo, anatoka haleluya kwa maneno mabaya ya moshene na kuharibu watu wengine, anatoka anaziwacha kama Batimayo aliyewacha vazi ya umaskini na akafuata Yesu katika barabara ya uzima. You can only change when you believe that God has got a blessing for you. That is what the Bible says in 2 Corinthians chapter number 6. Go and read it up to chapter number 7 verse 1. Hallelujah. Can I let us read it very quickly? Chapter 2 Corinthians chapter number 7:1. Somebody say hallelujah. Are you being blessed this morning? Faith in God. Oh my God. Faith in God. Faith in God. 2 Corinthians chapter number 7 verse 1. Bible says, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Anasema basi wapendwa wazuri na wakuu wa Mungu, kwa sababu tuko na hizi ahadi zote kubwa za dhamana ambazo Bwana amesema atafanya maishani mwetu, ya kwamba I will be the head and not the tail. I will never be under anymore, but I will be above. I will not be a borrower, but I will be a lender. Hey, my God, because I have these promises, let me therefore begin to cleanse myself, to purify myself katika moyo na katika nafsi na mwili, in the fear of God. Kwa sababu gani? I believe the promise of God. Hallelujah. Hivyo ndivyo watu watabadilika. Watu wabadilika kwa sababu ya kusukumwa na kuambiwa kuhusu jehanamu. Watabadilika imani yao katika Bwana ikiinuka. The others will never change. They will be still be the same guys you have been seeing every day. The more, hallelujah. Let me continue as I finish. The Bible says, faith, sikiliza hii. Faith inakupa courage. It's only faith that gives you the courage and the boldness. Hallelujah. Sema amen. Inakupatia courage na boldness ya kwamba kuna maadui, lakini wacha nijaribu. Hallelujah. Sioni venye itafanyika, lakini Bwana amenena mwenyewe ya kwamba nifanye.
Hey, praise the name of the living God. Wakiwa katika Kana ya Galilaya, Yesu akaambiwa ya kwamba mvinyo umekwisha, lakini Maria mama yake akamwambia wanafunzi wake, chochote atakachowaambia fanyeni. Na Yesu akamwambia wanafunzi wake, chota maji pale, weke katika hizi vilaguzi, hizi jars za wine, jaza. Na baadaye akamwambia, chota sasa hiyo maji, pelekea kiongozi wa karamu, ukimwambia niko na mvinyo sasa, I have wine and yet it is water that I poured there. Hallelujah. But faith in God itakufanya uchote maji hayo with boldness, ukisema kwamba Yesu amenena mwenyewe ya kwamba sasa hii sio maji, hii ni divine. Hallelujah. That boldness comes because of faith in God. Bible says the righteous are as bold as a lion, but the wicked, they flee even when nobody pursues them. Hallelujah. Righteousness is faith, because we are righteous by faith in Christ. Kwa hivyo tunapokuwa na imani katika Bwana tunakuwa wajasiri. Tuendelee. Faith alone pleases God. That is Hebrews 11 verse 6. Ya kwamba kuna kitu kingine ambacho kinaweza pendeza Bwana isipokuwa imani. Sema amen. Kwa sababu gani? Ni imani ambayo itakuwezesha ufanye mambo yote ambayo Jehova anataka ufanye. That is why faith alone makes God happy. Why? Because it is faith alone that shall empower you to be able to do anything that God tells you to do. Otherwise, without faith, you will not do it. Can we continue? Hallelujah. Hiyo ndio maana ya Danieli 11:32 ya kwamba the people that know their God, they shall be strong and they shall do exploits. Somebody say hallelujah. Praise the name of the living God. Kwa hivyo imani na kutia nguvu, imani na kuinua, faith ndio tunaita ndio kifunguo katika ufalme wa Mungu. Hakuna milango tutaingia katika ufalme wa Bwana pasipo imani. Hallelujah. Somebody say amen. It is our open sesame. Faith is our open sesame. Faith is the master key of the kingdom of God. Hallelujah. Praise the name of the living God. Faith is a badge of identity. Hallelujah. Ya kwamba imani ndio badge ambayo tumevaa. Badge inaku-identify. Where do you belong? I belong to God. I belong to the kingdom of God. What shall identify you? It is my faith in Jesus. So say amen. Faith is our badge. Tumeiweka hapa kama zile badge za shule. Ya kwamba I come from Alliance, I come from Jesus, I come from Nakuruhai. This is a badge. It identifies you. It says where you belong. And I'm saying our faith is our badge. So say amen. Wewe kama hauna imani katika Kristo, hauna badge ya identity, it means you don't belong, because that is the only ishara ya kwamba I belong. Tusome haraka haraka nikimalizia Waebrania 11. Hallelujah, verse 1. Maandiko imesomwa sana, tuisome tena asubuhi ya leo. Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema hivi: Now faith is a substance of things hoped for. It is the substance of the things hoped for. It is the substance of the things fought for. Hallelujah. My faith is a demonstration of what I am waiting for. I can see, I can calculate what you are waiting for by assessing your faith. Are you hearing what I'm saying? Ninaweza kueleza kile ambacho unangojea kwa kutazama tu imani yako. Na part B inasema faith is the evidence of things not seen. Mambo yanatarajiwa na mambo yasiyoonekana ni imani yako. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. When you have faith in God and you take a step of faith in God. Sikiliza hii. When you have faith in God and you take a step of faith in God or towards God, the Holy Spirit comes alongside you. That is how you bring the Holy Ghost to your side. By faith. By having faith in God. And by saying, kama wale wenye ukoma wane wakasema kumetangazwa katika Samaria, Mungu ametangaza kwa mtumishi wake Elisha ya kwamba leo chakula
chakula hapa ni bure. Wenye ukoma wanne wakasikia kwa imani na wakasema, why sit here and die? Let us go to the camp of the enemy. Na walipoanza kwenda, maandiko inasema Mungu akaongeza sauti ya miguu yao, sauti ya vishindo vyao. Hata maadui wakafikiria ya kwamba Israeli wamesaidiwa na majeshi jirani, na wakatoroka wakaenda. I am saying today ya kwamba only faith in God and a step of faith in God brings along the Holy Ghost to assist you. Anaitwa Parakletos, him that comes alongside us to support us. The 4 lepers experienced the manifestation of the Holy Ghost akiwasaidia. Je, unaomba Roho Mtakatifu kwa upande wako na kutembea naye? Exercise your faith in God. Are you hearing what I'm saying? Exercise your faith in God. Hata Elisha alitoa ile vase akiangalia maji ya Jordan, akaitwanga akisema, ako wapi Mungu wa Elia? Hii maji pasuke. He took a step of faith and exercised what he had seen earlier, and it was done for him. Bible says, if you believe whatsoever you need, if you believe in your heart and pray, not doubting but believing that what you are praying what you are speaking shall happen, then you shall see it happen. Somebody say hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Faith brings the Holy Ghost to you. So therefore, speak faith. Speak faith. Work your faith. Faith, Bible says, Romans 10 verse 17. Where does faith come from? Faith comes from hearing, and hearing the word of God. So say amen. Kwa hivyo ni imani ambayo inakuja si kwa sababu ya kujijaza. Si kwa sababu ya kwenyu nyinyi ni matajiri. No. Si kwa sababu kuna madigiri ama ulienda alliance. Ni faith ambayo imetokana na kusikia neno la Bwana. Are you hearing me? Ya kwamba Bwana amenena hivi. Nataka kueleza because somebody is going to ask me and I want to answer that question. Hallelujah. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Hallelujah. Hence, if there is no word, there is no faith. Are you hearing what I'm saying? Because faith comes from hearing the word of God. If there be no word of God, there can never be faith. In other words, if you don't hear the word of God, how can you have faith? And that is why I feel sad today. Baada wa Kristo wa leo hawana haja na kusikia neno la Bwana. Ikianza kuhubiriwa wanaondoka kuota jua. Hata wasomi neno. They don't know that their faith comes from the word. By hearing the word, by reading the word, they have faith. Therefore, if the faith comes from the word, if there be no word, there can never be faith. Itakuwa ni mambo yako mwenyewe umejiwekelea. Itakuwa ni uganga ama uchawi ama wishful thinking. Faith comes from the word. Somebody say hallelujah. Hence, if there is no word, there is no faith. Therefore, more word, more faith. So say amen. More word, more faith. If you want to increase your faith, then you must have more word. So say amen. Unasema kwamba niliamini jana Genesis, leo nimeongeza Exodus. I believe God in Exodus. I believe God in Deuteronomy. I believe God in Ruth. I believe God in Genesis. Hallelujah. Ongeza. Praise the name of the living God. If you want to increase your faith, increase your word. Because faith is in the word. Sasa ukipatia neno la Bwana, unaipatia space kubwa, unaiondokea. Ni imani yako umeikata. Ni imani yako umepunguza. Because faith comes from the word. It does not come from preachers. It comes from the word. Hearing it and believing it. Somebody say amen. Faith is not a feeling. Faith is not an emotion. Faith is not about crying or weeping or rolling on the ground. You can do all that and have no faith. I know what I'm saying. Usidanganyane hapa. And because you are weeping and crying, you have faith. No. It is not a feeling or an emotion. Somebody say hallelujah. Hallelujah. It is not about wearing special clothes or dresses. Kwa hivyo tunavaa mavazi ya kiajabu ajabu tuonekane tuko na imani. No. Faith is not about dress codes. It is about what God has said. So say amen. It is not about going to a special holy place or a shrine. Maana kuna watu wanatafuta a special place or a shrine. It is not about that. Hiyo ni stories zako umejiundia. Faith. What is faith? Faith is a deliberate decision to believe God. Are you hearing what I've just said? Now I've described to you what faith is. Faith is a deliberate decision to believe God.
Let that sink in. Faith, it is a conscious. Sio kitu inafanywa kama mtu amelala ama ako semi-conscious. It is a conscious, deliberate decision. I have made up my mind. I believe God. Whose report shall you believe? I shall believe the report of the Lord. Twende katika kitabu hiki cha Waebrania haraka nimalize. Hata tuko hapo Waebrania 11:6. Because you can ask me, Pastor, what do you mean by believing God? I want to break it down to you very quickly. Verse 6 of Hebrews 11 as I finish. But without faith, it is impossible to please God. Why? For he that cometh to God must first believe that God is. Hallelujah. You must first believe that, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hallelujah. Faith is a deliberate, a conscious decision and a conscious choice to believe God. Hallelujah. You are believing what God says about himself. Hallelujah. Ya kwamba ninaamini kile ambacho Bwana amesema kujihusu. Amesema yeye ni Mungu. I believe it. Amesema anaweza. I believe it. Na amesema I am the creator of everything seen and unseen. I believe it. Amesema I am who I am. I believe it. Hallelujah. I believe what God has said about himself. But whosoever refuses to believe what God has said about himself, he makes him to be a liar. Are you hearing what I'm saying? So faith, you believe what God has said about himself. Amejitangaza. Amesema mimi ni Mungu. Number 2, what do you believe? What is faith? It is to believe what God says about you. Hallelujah. You are precious to him. Anasema ni wa dhamana kwangu. I have a plan for you. I want to guide you. I want to be a hallelujah. Believe what God says about you. Are you hearing what I'm saying? Na hapo kuna shida kubwa sana, maana kuna Mungu anasema, anamwambia Gideon, you are a mighty man. Anasema no, I am not mighty. I don't feel I am mighty. Believe what God says about you. Anamwambia Jeremiah, before you are born you are conceived in your mother's womb, I called you a prophet. Anasema hapana, I am just a boy. Anamwambia hapana, I knew you. Musa anaelezwa ya kwamba you shall stand before Pharaoh and deliver my people. Anasema how can I do it? I am a stammerer. Na Mungu anamwambia hapana, yule aliyefanya sikio hata sikia, aliyeomba ulimi atakosa kunena. Somebody say amen. Believe what God says about you. Amini mipango amesema niko naye kwako. Jeremiah 29:11. Believe. If you don't believe it, there's going to be a problem. You have to believe. Ya kwamba Bwana anaenda kunibariki. Amesema no weapon formed against me shall prosper. Amesema ataniinua hata kama si sahihi, hata kama sijaona ishara. Amesema ataniinua. I am waiting. Believe what God says about you. Then finally believe what God says he will do. Amesema nitafanya hii, nitafanya hii. Maadui zako hata kuangamiza, nitafanya hivi. This is what I am going to do. Believe it. Tuseme amen. That is faith. Hallelujah. Praise the name of the living God. Nataka tu kumaliza na hii maandiko niseme kwamba, because I know I've taken a lot of time, I didn't want to go all that time, but chapter 4 of Hebrews verse 2 ina summarize haya mambo vizuri. Ninge pengine part 2 kesho, lakini tusome tu Hebrews chapter 4 verse 2 tuanzie verse 1 and verse 2 ya kwamba jinsi ambavyo Israeli walikosa kuingia Kanaan, na walikosa kuingia Kanaan kwa sababu ya imani. Hivyo ndio maandiko yanasema hapo. Hata mimi na wewe baraka zetu tutaziingia kupitia tu kwa imani. Na imani iko kila mahali, and we have got equal access. Hebrews 4 verse 1 and 2 inasema, let us therefore fear, tuogope, lest a promise, kuna ahadi, ni ahadi hii, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Ya kwamba ingawaje kuna ahadi ya Bwana tumepewa, tusiikose. Kuna ahadi ya Bwana ya kubarikiwa, tusiikose. Kuna ahadi ya Bwana ya kuinuliwa sisi, tusiikose. Tuseme amen. Hawa waliikosa kwa sababu gani? Verse 2 anatuambia, for unto us was the gospel preached as well as unto them. Israeli wakiingia Kanaan, maana Musa aliwahubiria injili. Mtugia amerejega. Musa alikuwa akitembea akihubiria injili. Tutoke twende, Bwana amesema kuna nchi ya baraka anatupeleka. Hiyo ilikuwa ni injili anahubiria. He was an evangelist. Moses and a pastor as well. He was everything, an apostle and a prophet. Verse 2, for unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached, the word that
was preached to them did not profit them, not being mixed with faith in them that had it. Hiyo neno la ahadi waliohubiriwa halikuwafaidi, halikuwasaidia. Kwa sababu gani? Walipoisikia hawakuichanganyisha na imani, hawakuipokea kwa imani. Hawakusema Bwana amenena, ninaamini. Bwana ametangaza ya kwamba Kanaani tunaingia, ninaamini. Amesema kuna vijito vya maji tamu, ninaamini. Amesema kuna visima vya maji safi, ninaamini. Amesema kuna mashamba ya mizabibu, ninaamini. Amesema kuna miji kubwa ambayo imewekwa kuta kubwa na milango kubwa, ninaamini. Napokea, nataka niingie, nipokee. I believe God. Ni Caleb na Joshua peke yake walisema I believe. Lakini hawa wengine kusanyiko kubwa lote lilikataa. Wacha tu wapendwa nimalizie hii maandiko iko hapa. Nishika hiyo maandiko Deuteronomy 33 Deuteronomy should be 33. Nimalizie hapo. Hata Musa mwenyewe alisema, I want to finish by saying this, ya kwamba are you blaming people for your situation, for concerning things which only your faith can sort out? Maana unaweza kuwa na laumu watu, oh my wife, my husband, kanisa yetu, pastor wetu, lakini ni mambo ambayo ni imani yako itatatua. Unasikia wapendo? Yeah, because you can very easily blame other people, lakini ni imani yako ambayo haujaifanyisha kazi. Ni imani yako ambayo haujainua. Hey, hallelujah. You could be, there are so many people. Ama wana manga, nilisema hapo awali. Imani sio kwenda mahali fulani, shirani fulani, mahandaki fulani, ya kwamba hapa ndio Bwana atanisikia. No. He can hear you anywhere. Even here right now, he can hear you anywhere. Are you hearing what I'm saying? Hakuna mahali pa yuko special ati Mungu hapo ndio yako. Hakuna, usidanganyike. Na ndio maana Yesu akasema kuna watu watatembea na watainuka wengi waongo wakisema ameonekana mahali fulani, ameonekana Loliondo, Yesu ameonekana sijui, ameonekana Palestine, sijui ameonekana California. Akasema ukisikia hivyo msiende. Ni uongo. Because maandiko yanasema Yesu atakapotokelezea kila jicho litamuona. Na tutamuona tukiwa wherever you are, you will see him. Kila jicho litamuona. That's what the Bible says. Why are you rushing to Loliondo? Utaenda kumuona huko. Utarudi na frustration na utasema hakuna Mungu hatimaye. And yet ni imani mbaya. Rais Moi alisema siasa mbaya, maisha mbaya. Mhubiri Marita akasema imani nzuri, maisha mazuri. Amini Mungu vizuri na usiongeze vituko hapo. Wacha kwanza tu vituko. Unajua kuna watu wameongeza tu vituko katika imani yao. Wanaferereka hivi, wanaferereka. Hata ni kuzunguka. Wachana mchezo. Just believe. Hallelujah. Deuteronomy 30. I want to finish this Deuteronomy 30. Hata mtumishi wa Mungu Musa aliwaambia mahali imani iko. Hallelujah. Na akawaambia hawana haja ya kungangana. Imani tayari iko. Praise the name of the living God. Should be Deuteronomy chapter number 30. I believe should be 30. Verse number 11. Inasema hivi. Hii ni commandment ya imani. For this commandment which I command this today. Musa anaambia kongamano. Ni commandment ya imani. This commandment which I command this day, it is not hidden from thee, neither is it far off. Haiko mbali, imani haiko mbali na mtu. Anasema katika verse 12, it is not in heaven that you should say, who shall go up for us to heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it. Verse 13, neither is it beyond the sea that thou shouldst say, who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it. Verse 14, critical. Anasema hivi, but the word is very near unto thee, in your mouth and in your heart, that thou may do it. Neno ya imani, ama imani haiko mbali, iko karibu nawe. Amini neno la Bwana. Sema amen. Just believe it in your heart. Hauna haja kungangana, na Bwana atatuinua, atupeleke viwango ambavyo anakusudia. Mfalme wa amani, tunakushukuru asubuhi ya leo. Ninaombea wapendwa wote wanaosikiliza hapa ndani ya kanisa na walio katika mitandao, wabariki, wainue, wapiganie, inua imani yao, wakajua kwamba imani yao Bwana ndio suluhisho ambayo itawaleta mahali ambapo umekusudia. Hallelujah. I thank you Father. Naombea Bwana ushindi na uzima, wakafika katika hatima zao na vilele na viwango ambavyo ulipanga kila mmoja wao atafika, kwa sababu ya heshima na utukufu wa jina lako. Na ni kwa Kristo Yesu Bwana wetu nimeomba na kushukuru. Amen.